Wakati Marekani ikifanya vyovyote vile inavyotaka katika nchi kadhaa, imefanya hivyo katika nchi ya Venezuela na sasa imejikita katika nchi ya Iran. Leo hii inakuletea nchi ambayo ilishai kuipinga Marekani na kuitishia katika upande wa kijeshi. Fidel Castro, kiongozi wa Cuba aliyeipinga Marekani kwa nguvu zake zote. Cuba ni nchi ya kisiwa inayopatikana katika Caribbean, yani sehemu ya bahari ya Caribbean. Jiji lake kuu ni Havana na kisiwa hicho kina urefu takriban wa kilomita 1250 na chenye upana wa kilomita 191. Cuba inazungukwa na bahari ya Caribbean kaskazini na bahari ya Atlantic magharibi na Mexico pia, na mashariki inapakana kisiwa cha Hispaniola, Haiti na Dominican Republic pia. Fidel Castro aliongoza Cuba kutoka mwaka 1959 hadi mwaka 2008 akitawala takriban miaka 49. Alijulikana kwa kuongoza mapinduzi ya Cuba mnamo mwaka 1959 akiondoa utawala wa Fulgencio Batista na kuanzisha serikali ya kikomunisti na kufanya Cuba kuwa nchi inayopinzana na Marekani. Mara nyingi nchi nyingi sana ambazo zimeingia katika mfumo wa kikomunisti zimekuwa ni maadui wakubwa sana wa Marekani. Sababu kubwa ya uhusiano mbaya na Marekani ni hizi hapa. Serikali ya Castro ilianza kuchukua mali zote zilizokuwa chini ya Marekani na kuzimiliki na kuziweka chini ya utawala wa kijamii na kiuchumi zinazowajibika kwa raia wake. Hatua hii ilisababisha Marekani kuiona Cuba kwamba ni nchi ambayo imekeuka masharti ya kimataifa. Ziliweza kusababisha Marekani kuanza kuweka vikwazo vya kiuchumi na kisiasa vilivyoendelea kwa miongo zaidi ya 60. Mnamo mwaka 1962, Russia kama nchi huru, yani USSR, ilipeleka makombora yenye nguvu ya nyuklia katika nchi ya Cuba. Mara baada ya Marekani kuonekana anaitishia, umoja huu uliweza kukusanya makombora ya nguvu ya nyuklia na kuipeleka katika nchi ya Cuba. Marekani katika kipindi hiki ilikuwa chini ya Rais John Kennedy ambaye alitawala Marekani kuanzia mwaka 1961 mpaka mwaka 1963, ambaye aliitisha karantini ya bahari kwa kuzuia makombora hayo kuwasili katika nchi ya Cuba. Dunia ilikuwa kwenye hatari kubwa ya vita vya nyuklia, lakini hatimaye umoja wa USSR uliondoa silaha zake na Marekani ikasitisha kushambulia nchi ya Cuba. Cuba haikuwa peke yake nyuma yake ilikuwa na washirika kama Poland, East Germany, Hungary, Bulgaria, Romania, lakini bila kusahau nchi ya Russia. Nchi hizi zilikuwa kinyume cha Marekani na ziliunga mkono Cuba kiuchumi na kijeshi pia. Fidel Castro alithibitisha kuwa nchi ndogo inaweza kuzuia shinikizo kubwa la Marekani. Kauli zake kali, sera za kijamii na ushirikiano wake na USSR, Russia na washirika wake zilifanya Cuba kuwa changamoto kubwa ya kisiasa na kiuchumi kwa nchi ya Marekani. Dunia inamkumbuka sio tu kama kiongozi wa Cuba bali kama mtu aliyethubutu kupinga nguvu ya Marekani na kuhimiza uhuru wa nchi yake. Mnamo mwaka 2008 Fidel Castro alistaafu madarakani na kutokana na masharti ya kiafya, na kaka yake Raul Castro alichukua nafasi yake. Fidel Castro alifariki mnamo mwaka 2016 Novemba 25 akiwa na umri wa miaka 90, akiacha historia kubwa ya mapinduzi, upinzani kwa Marekani na mfumo wa kisiasa na kikomunisti. Wakati dunia inaiheshimu Marekani, Fidel Castro alijipambanua kimabavu kwamba yeye anaamini katika nchi ambayo inajiongoza yenyewe. Hii ni CF Media.